Wafanyakazi wa mashirika ya misaada katika maeneo ya Palestina wamesema wanazihofia sheria mpya zilizowekwa na Israel zinazoweza kuzifanya shughuli zao za kusambaza misaada kwa ngumu zaidi. Naye mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi wa Palestina, Philippe Lazzarini, amekiri kuwa shughuli ya kuliongoza shirika hilo haijawa nyepesi. Angela Mdungu na ripoti kamili. Wafanyakazi wanaoyahudumia maeneo ya Gaza na Ukingo wa Magharibi unaokaliwa kwa mabavu wamezinyoshea kidole cha lawama mamlaka za Israel kwa kuweka sheria kali zinazozifanya kazi zao zisitekelezeke. Afisa wa ngazi ya juu wa shirika la misaada ya kiutu ambaye hakutaka kutajwa jina amesema hali imezidi kuwa ngumu kwa mashirika hayo baada ya chombo cha Israel kinachofuatilia masuala ya Palestina, COGAT, kuwasilisha mpango wa kuratibu upya misaada. Kulingana na mashirika hayo ya hisani, chombo hicho kiliwasilisha mpango unaolenga kuimarisha usimamizi wa Israel mwezi Februari kwa kuanzisha vituo vya ugavi vinavyohusishwa na jeshi na kuongeza udhibiti mkali wa usambazaji wa misaada ya kiutu. Chombo hicho chenyewe kinasema madhumuni yake ni kukabiliana na uporaji na matumizi mabaya ya misaada ili isiangukie mikononi mwa makundi ya wanamgambo. Malalamiko hayo yametolewa wakati mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi wa Kipalestina UNRWA, Philippe Lazzarini, akikiri kwamba kazi ya kuliongoza shirika hilo si rahisi, lakini anaamini kuwa yuko upande sahihi wa historia. Ameyasema hayo wakati wa mahojiano na shirika la habari la AFP, huku UNRWA ikiandamwa na shutuma kadhaa na ukosoaji kutoka kwa serikali ya Israel tangu kundi la Hamas lilipofanya mashambulizi kusini mwa nchi hiyo Oktoba 7, 2023. Katika hatua nyingine, waandamanaji na ndugu wa mateka wanaoshikiliwa na kundi la Hamas wameikosoa hatua ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ya kutaka kumfukuza mkuu wa shirika la ujasusi la ndani Shin Bet, Ronen Bar. Mmoja wa waandamanaji hao, Amit Calderon, amelalamika kuwa Ronen Bar alikuwa mmoja wa wakuu wa usuluhishi waliokuwa wakijadiliana kuhusu kuwaachilia mateka. Alimtimua kwenye jukumu hilo, ingawa ndiye aliyefanikisha makubaliano ya sasa yaliyofanikisha kuachiliwa kwa makumi ya mateka. Na hii ni hatua nyingine kali inayoashiria Israel haina tena demokrasia. Hii ni vita dhidi ya mateka. Ni vita dhidi ya kila Muisraeli na tutapambana kuipinga. Jana Jumapili, Netanyahu alisema kuwa amepoteza imani na mkuu huyo wa Shin Bet ambaye majukumu yake ni pamoja na kupambana na ugaidi pamoja na kuhakikisha ulinzi wa maafisa wa serikali hasa katika wakati mgumu wa vita.